kuna hoja mbili. Hoja ya kwanza ni deni la taifa, na hoja ya pili ni deni la serikali. Mheshimiwa Spika, deni la taifa ni deni lile linalohusisha deni la serikali pamoja na deni la sekta binafsi, yote ndani pamoja na nje. Kwamba kama kuna mfanyabiashara amekopa kwenye taasisi za kifedha, ameongeza mtaji, amewekeza, linapoandikishwa linakuwepo kwenye deni la taifa. Kwa hiyo si kila wakati panapokuwepo na kukua kwa deni la taifa ni tafasiri mbaya. Si kila wakati kwamba ni tafasiri mbaya, kwa sababu kwa utaratibu wa uendeshaji wa uchumi, kama mtakuwa na makampuni ambayo hayana mitaji, yanaendesha utaratibu wa kibiashara kwa utaratibu hizi zisizo rasmi, si jambo la kujivunia. Kwa hiyo hata sisi tunapokwenda kujadiliana masuala ya kifedha, tunapokwenda kujadiliana na IMF, tunapokwenda kujadiliana na Benki ya Dunia, tunapojadiliana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, tunajadiliana sehemu ya fedha zinakwenda kwenye shughuli za serikali na sehemu ya fedha zinakwenda kwenye mataasisi binafsi, ili kuwezesha makampuni haya yaweze kupata mitaji, yaweze kuendeleza uwekezaji. Na huu ni utaratibu wa kawaida duniani kote. Kwa hiyo la kwanza hilo, wananchi hawapaswi kushtuka hii na habari ya deni la taifa, deni la taifa, deni la taifa, deni la taifa, kwa sababu sehemu kubwa inaenda kwenye upande wa makampuni binafsi, na wala si serikali inayowajibika kulipa, na wala si serikali inayoweka garantii. Wanakopa kwa utaratibu binafsi na wanalipa kwa utaratibu binafsi. Mheshimiwa Spika, ukirudi kwa upande wa deni la serikali, Mheshimiwa Spika, utaratibu wa masuala ya madeni, ndio maana linaitwa deni la serikali, ni deni linaloangaliwa kwa kuhusianisha na mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, na serikali zinatumia utaratibu wa kukopa ili ziharakishe utekelezaji wa miradi. Kinachoitofautisha Tanzania na nchi zingine ni nidhamu ya matumizi ya fedha hizo zilizokopwa. Kuna nchi, Mheshimiwa Spika, na hapa tuelewane vizuri na Watanzania wote, kuna nchi, ni kweli, kuna nchi zinaingia kwenye matatizo ya madeni, na zinaingia kwenye matatizo ya madeni kwa sababu ya kukosa nidhamu ya matumizi ya fedha walizozikopa. Zipo nchi za aina hiyo, wala tusibishane, zipo, zinaingia kwenye mitego hiyo ya madeni. Moja, zinakopa bila kuangalia uhimilivu wa kitaalamu. Uhimilivu wa kitaalamu unazingatia mapato vis-a-vis mikopo unayochukua. Na hii hata kwa mtu binafsi ipo, ni swala la nidhamu lipo. Lakini la pili ni matumizi ya mikopo hiyo inayochukuliwa. Kwa hiyo mimi niwaombe mtu yeyote akitaka tujadiliane swala la madeni, tusijadiliane figa, tusijadiliane ile namba. Tujadiliane kama kulikuwa na umuhimu wa kuikopa hiyo fedha kuhusiana na shughuli tuliyoitumia. Leo hii nendeni mkaangalie kwenye miradi na mateso ambao wananchi walikuwa wanapata. Alafu leo tujadiliane kama ile fedha tulivyoikopa tulistahili kukopa au hatukustahili kukopa. Kwa mfano, tukienda kwenye deni ambalo lipo upande wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mheshimiwa Spika, tumechukua mkopo, tumejenga barabara inayotoka Dodoma kwenda Manyara. Zamani kutoka Dodoma kwenda Arusha ilikuwa lazima upitie Morogoro ndo uende Arusha. Tuulizane tu, je, ilikuwa ni sahihi kuchukua fedha hiyo tukajenga barabara inayokwenda Babati, au tungeacha vile vile deni liendelee kuwa dogo, lakini ukitoka Dodoma ukitaka kwenda Arusha upitie Morogoro na Tanga. Hivyo ndio vitu tunavyotakiwa kufananisha. Tusifananishe namba tu kwamba deni limekuwa, kwa sababu Mheshimiwa Spika, deni ni fedha zetu, deni ni fedha, ndio maana tunahusianisha deni na mapato ya serikali. Ni mapato ya serikali, ni fedha zetu. Kwa hiyo ni swala la kuchagua. Haya, barabara ya kutoka Singida mpaka Mijingu ni mkopo.
Ni swala la kuamua sasa tuseme, je, kwa wale waliokuwa wanatoka Singida kwenda Arusha, ukitoka saa 3 Singida unafika saa 3 usiku Arusha, na mkiwa abiria, mkiwa na mazao vyovyote vile lazima mkwame. Then tukubaliane, je, ulikuwa uamuzi sahihi kuchukua fedha hiyo na kujenga barabara ili uchumi utakaochochewa kutokana na barabara uweze kulipa deni lile? Haya ndo mambo tunatakiwa tuyalinganishe. Tusihangaike kulinganisha namba kwamba mwaka huu deni lilikuwa hili na mwaka huu deni liko hivi. Tulinganishe kama miradi ile tulikuwa tunahitaji au hatukuwa tunahitaji. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimejengwa kwa mkopo, fedha zetu za mifuko. Tunatakiwa tulinganishe. Leo tuna wanafunzi wote wale wako Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tuangalie, je, tungebakiza deni liwe dogo tusiwe na chuo hiki? Tuendelee kuchagua wanafunzi wachache waende vyuo vikuu, au hivi ambavyo wanafunzi wengi wameweza kwenda kusoma kwenye vyuo vikuu? Hivyo hii nimetaja miradi michache tu. Tuna miradi mingi mingine ambayo imejengwa kwa utaratibu wa aina hii. Hata hapa kutoka Iringa kuja Dodoma ilikuwa lazima upite Morogoro ndo uende Iringa. Hatupaswi kuulizana kuhusu fedha iliyotumika, kuhusu deni lililoongezeka kutokana na fedha tuliyotumia kujenga. Tuulizane kama, je, tulikuwa tunahitaji barabara hii au tungebakiza deni libaki dogo lakini tuwe tunazunguka kutokea Dodoma unaenda Morogoro kwanza ndio uende Iringa. Mheshimiwa Spika, ipo mingi, hata mkongo wa taifa, data hizi tunazotumia, bomba la gesi ni mkopo. Je, tunatakiwa tuulizane kama tungehitaji tuendelee kubakia kidigitali au kubakia kianalogia au tuende kidigitali, halafu tuchachue uchumi. Sasa hivi tunasemea uchumi, kila kitu ni digitali. Tulitakiwa tuambizane, tuongee kwa takwimu za aina hiyo. Mheshimiwa Spika, hiyo ni sehemu tu nimetaja, lakini miradi ya aina hiyo iko mingi. Tuna miradi kwenye nishati, tuna miradi kwenye afya, tuna miradi kwenye maeneo ya elimu. Huu ni utaratibu wa kutumia mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, nalisisitiza hili kwa sababu asiyejua mambo haya huwa wanaenda kuwatisha watoto wa Kitanzania kwamba hata wewe uliye mdogo unadaiwa hiki. Mheshimiwa Spika, hili ni jambo la mapato ya serikali. Na hicho ndicho ambacho huwa tunapima kwenye uchumi. Kwa maana gani nasema ni mapato ya serikali? Mtu mwingine anasema kama ni mapato sasa si ni Watanzania watalipa. Ndio, ni matumizi ya mapato ya serikali, kwamba hata bila deni kodi lazima ikusanywe, itakusanywa kutekeleza miradi. Sasa serikali inaamua kwamba badala nitumie makusanyo ya kila mwezi kumlipa mkandarasi kwenye mradi ambao ukitumia makusanyo ya kila mwezi utaujenga kwa miaka 50, unaamua kwamba nikope muda huu ili mkandarasi amalize mradi na aondoke. Halafu yale mapato yangu ambayo ningeyatumia kwenye mradi ule nitumie kurejesha. Na yale mapato ni mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, ndio maana tunapima kwa kutumia vigezo vya mapato ya serikali. Huo ndio uhimilivu tunaoongelea. Mheshimiwa Spika, nilisema siku ile kwamba hata katika maisha ya kawaida, hata kwenye maisha ya kawaida, mtu akishakuwa na chanzo cha mapato kinachoaminika, anakipeleka chanzo kile cha mapato ili aweze kupewa mkopo. Anakadiria yale mapato yake, kwamba kama kwa mwezi mapato yake ni 500,000, anaweza kuyavuta yale mapato ya 500,000 akayavuta kwa miaka 5 akayaleta hapa leo. Halafu anakuwa na kiwango kikubwa kinachoweza kutekeleza jambo kubwa kwa wakati ule. Yale mapato kwa sababu yapo yanakuja, angeyatumia anyway, angeyatumia tu hata bila kuyakopea. Anatumia kuyalipa kwenye mkopo ili hali akiwa ameshamaliza jambo lake. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, fedha tulizokopa tukajenga hiyo dom, tungeamua tuanze kujenga msingi kwa makusanyo ya mwezi mmoja. Tuje hatua ya pili, tofali la 3, la 4, tujenge darasa moja, tujenge na la 2, tujenge na la 3. Ingetuchukua miaka mingi, miaka hii ambayo tunatumia
kupeleka marejesho kumaliza kujenga ujenzi ule. Hivyo hivyo na reli, kuna miradi mingine iliyo mikubwa hata hauwezi ukatekeleza tu kwa utaratibu ule. Kwa mfano, mradi wa dola bilioni 10 kama wa reli, ukitaka uanze kujenga kwa kukusanya kila mwezi umlipe mkandarasi mpaka ufikishe dola bilioni 10, trilioni zaidi ya 27, maana yake utamweka mkandarasi site kwa zaidi ya miaka 40. Mheshimiwa Spika, hichi ndicho tunachosema kwamba haya ni mapato ya serikali, na wataalamu wetu, na si wataalamu wetu tu, wataalamu wa Benki ya Dunia, wataalamu wa IMF, wataalamu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, wataalamu hao wa Moody's, Fitch Ratings, hao ambao tumetoka kuwataja, wanaridhika na utaratibu ambao Tanzania inatumia wa kusimamia masuala haya ya mikopo. Ndio maana tunasema zaidi ya asilimia 73 ni mikopo ya muda mrefu. Na kwa nini ni mikopo ya muda mrefu? Riba zake ni ndogo, lakini pia inatusaidia kuweza kupata fedha nyingi zaidi kwa ajili ya kutekeleza mradi huo wa maendeleo. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania, moja, ni lazima tuheshimu hivi vigezo vinavyotumika kupima uhimilivu wa deni la serikali, kwa sababu huo ndio utaratibu wa kitaalamu. Tunaangalia mapato ya serikali na yale mapato ndio tunatumia kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo tunachagua kupata fedha nyingi ili tutekeleze mradi unaotakiwa kukamilika, na mapato yale yataendelea kutekeleza mradi husika ili uweze kukamilika kwa uharaka. Lakini la pili, kwa yule anayetaka mjadala huu, asilinganishe namba peke yake. Tulinganishe miradi na tuseme kama miradi ile ilikuwa inatakiwa. Tanzania haikopi fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hatujawahi kukopa fedha ili tulipe mishahara. Hatujawahi kukopa fedha ili tuendeshe magari. Hatujawahi kukopa fedha ili tulipe posho. Tunakopa fedha na kuanzia mjadala unapoongelewa. Mheshimiwa Spika, kuanzia mjadala unapoongelewa, unaongelewa kwa mradi mahususi. Fedha inapotoka inakwenda kwenye mradi mahususi. Na Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 ndiyo kabisa imezingatia sana kuhakikisha kwamba tunakopa mikopo ya masharti nafuu ambayo haitaleta mzigo kwenye mapato ya serikali. Kwa mfano, tumechukua mkopo ule ambao umejenga madarasa yote yale, tumewaondoa wananchi kwenye kukimbizana na huyu na jogoo, huyu na mbuzi, wengine wanakimbia. Tumewaondoa wananchi kwenye second selection. Hii ni hatua kubwa ambao watoto wanajua wakishafanya mtihani wanajua wanakwenda kwenye masomo. Mheshimiwa Spika, vimenunuliwa vifaa vya afya. Haya ni mambo ya afya. Kwenye nchi ambayo ilikuwa na CT scan 3 4, leo zimeenda kila mkoa. Hii ni jambo la afya ya Mtanzania, Mheshimiwa Spika. Kwenye nchi ambayo kulikuwa na MRI 2 1, wapi, eneo Dar es Salaam peke yake, leo kila hospitali ya kanda, hospitali zetu za rufaa kote kule mikoani, tumekuwa na jambo hilo muhimu kabisa kwa ajili ya afya za Watanzania. Lakini sio hiyo tu, miundombinu ya maji, kila mkoa umepata mtambo wake wa kuchimba maji. Lakini miradi ya sekta za uzalishaji, tunawekeza kwenye sekta za uzalishaji. Na hii ndio inayotupa uhakika kwamba tunakokwenda hatuwezi kuelemewa na madeni, kwa sababu tunawekeza kwenye miundombinu, tunawekeza kwenye sekta za uzalishaji, tunawekeza kwenye huduma za jamii, tunawekeza kwenye masuala ambayo yanachachua uchumi. Kwa hiyo niliona, Mheshimiwa Spika, niliongelee hili kwa sababu wengine wanapotosha kwa makusudi, lakini wengine kwa kutokuelewa kwamba haya ni mapato ya serikali. Lakini Mheshimiwa Spika, niseme lingine zuri. Tunapojadiliana miradi hii ambayo inahusisha mikopo, tunajadiliana kwa sababu ni maswali yanakuwa yameulizwa. Lakini si kwamba Tanzania miradi yote tunayotekeleza ni ya mikopo. Si kwamba miradi tunayotekeleza yote ni ya mikopo. Mheshimiwa Spika, juzi tumezindua daraja la kisasa ambalo kwa ukanda huu Afrika Mashariki na SADC hamna mradi wa aina hiyo umejengwa katika siku za hivi karibuni. Fedha zilizojenga mradi huo ni nguvu ya Watanzania. Ni mradi mkubwa, maana yake Tanzania tunaweza kujenga miradi kwa fedha zetu. Na tunapotekeleza mradi ambao unahitaji uharaka wake,
tunatumia njia hizo ambazo nimezisema. Lakini tumekamilisha ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tumetumia fedha zetu. Ni mradi mkubwa na wenyewe tumeweza kutekeleza, unaoonyesha kwamba nchi yetu ina uchumi unaoweza kusimama na ukaweza kutekeleza jambo kubwa la manufaa kwa Watanzania. Hili ni eneo kubwa ambalo Tanzania imefanya na Mheshimiwa Spika, tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa, na ni muhimu haya mambo yawekwe sawa ili watu wasiwe wanachanganya. Tumeenda kwenye utaratibu wetu wa vipimo, tumeviangalia vyote kama nilivyotoka kusema, na indication zake zote kama nilivyosema wakati wa kuwasilisha bajeti. Tulisema jinsi ambavyo takwimu za kitaalamu zinaonesha, na jambo hilo ni dhahiri, na taasisi zote zinazopima masuala ya madeni yamesema hivyo. Mheshimiwa Spika, sisi tunalo faili la kuanzia mkopo wa kwanza uliokopwa mwaka 1963 ulienda kwenye shughuli ya maendeleo, na serikali zote zimeendelea na utaratibu huo. Tunayo hiyo orodha. Tanzania inaendelea kuwa na heshima ya fedha zake zinazotokana na mikopo kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Na Mheshimiwa Spika, kwenye faili hilo tuna miradi miradi ya thamani takribani miradi 1112. Hiyo ni namba kubwa ambayo inahusisha orodha ya miradi, na ni kwa ajili ya muda tu siwezi nikauelezea mradi moja baada ya mwingine, lakini ni mradi kuanzia wa kwanza na sekta iliyoenda, na huo ndo umekuwa utaratibu wa kujadiliana fedha ya mkopo kwa aina ya mradi ambao unaenda kutekelezwa. Tumetaja miradi mbalimbali, lakini hata iliyo mipya ipo kama ya Msalato, Dodoma, hizi barabara za nje. Tuna masuala ya reli. Ni fedha ambazo zimejadiliwa na zinakwenda mahususi kwenye mradi husika. Mheshimiwa Spika, nikihama kwenye hoja hiyo, Mheshimiwa Spika, kuna hoja ambazo zilijitokeza kutoka kwa waheshimiwa wabunge ambazo tumezipokea kwa ajili ya masuala ya kuongeza fedha kwenye utafiti, kuongeza fedha kwenye masuala ya elimu. Haya mambo yalielezewa vizuri jana na waziri wa sekta. Kwa ajili ya kuokoa muda nitaomba nikubaliane na maelezo ambayo yalitolewa na mawaziri wa kisekta, kwa sababu tayari tulikuwa tumesha kubaliana kwa namna hiyo.